Basi mwanzo wa tamthilia yetu anaonekana kibonge mmoja akihesabu mtonyo, lakini pembeni kuna mtu amekuvalia kofia, onekani vizuri kwa sababu ni kama amekaa upande wa kiza. Anasema kwa hiyo ambao umetoa mbona ni kama haitoshi, lakini kabla hajamaliza aliweza kuuawa kikatili zaidi sana ule kibonge, na mtu huyo anaonekana alikuwa anahitaji hicho kitu kwa hali na mali, na baada ya hapo alihitaji kuchoma lile eneo na kuteketeza ushahidi wa chochote kilicho kutokea hapa kisije kufahamika. Moja aliweza kuondoka na briefcase moja maalum sana. Nimeshakwambia chuma inafahamika kwa jina la Call on the Chosen One. Basi moja kwa moja tunarusha upande wa pili, tunakutana na familia bwana mmoja hivi ambaye anafahamika kwa jina la Ehsan, akiwa yeye pamoja na mke wake ambaye anafahamika kwa jina la Nola. Leo alikuwa akipiga story mbili tatu juu ya mtoto ambaye amemsubiri kwa muda mrefu, na Mamba amefurahi sana kwa sababu ameona mke wake ameweza kufikia nafasi ya kupata ujauzito, hivyo anasubiri tu mtoto azaliwe na mambo endelee kwa bam bam. Hao wawili wote wanafanya kazi katika maeneo ya airport yale, lakini Mwamba alikuwa bado hajaajiriwa rasmi, lakini mke wake tayari alikuwa ameshaajiriwa katika eneo la airport. Kwa hiyo Mwamba alikuwa anaenda tu katika eneo la interview tu ili kuhakikisha anaweka mambo sawa, naye kama anaweza kupata nafasi ya kufanya kazi katika maeneo ya airport. Mambo. Basi Mwamba alikuwa amechelewa zaidi katika eneo ambalo kuna vitu vingi sana ambavyo vinatakiwa vifanyike, lakini Mwamba ni mcheshi sana, mtaalamu wa sana. Kwa katika uwanja wa ndege mkubwa sana leo, hao askari ambao wanafanya kazi katika maeneo ya airport walikuwa wakipewa na elimu juu ya matumizi ya vitu mbalimbali na vitambulisho na namna kuhakikisha wanakagua kujua kipi kiko sawa na kipi hakiko sawa. Yote ni kuhakikisha wanaweka usalama tu wa mali za watu pamoja na watu wenyewe, ili wasije wakaleta vitu vya hatari sana katika nchi moja kutoka nchi nyingine, na hapa ni maeneo tu ya Marekani huko. Basi Mwamba pamoja na kwamba furaha yake ilikuwa ni kuajiliwa na kupata kazi katika kampuni na akiwa karibu na mke wake, lakini nje kuna gari moja maalum na kuingilia hapa tu wakutana na mkali ambaye anafahamika kwa jina la Teo. Mimi nitamuita The Sniper. Inaonekana amemteka mtu ambaye anatoka katika idara moja maalum sana ambayo inahusika na kucontrol CCTV kamera katika ili jengo zima la airport. Basi Mwamba leo akiwa ameingia kwa manjonjo mengi sana, afu mwendo fulani hivi kama afaru DJ. Taki au? Basi Mwamba alifika katika hiki kitengo na kuhakikisha anafanya kile ambacho anatakiwa afanye. Huyu Mwamba alikaa katika position moja ya kuhakikisha anakagua mizigo ambayo inakuwa inaingia katika airport. Lakini kuna wakali ambao wanaonekana wana mission moja maalum sana. Nao wanaonekana wana mzigo wao wanahitaji kuvusha katika airport. Sasa kulikuwa na mkali ambaye anafahamika kwa jina la Teo, lakini alikuwa na mzee mzima hivi ambaye anafahamika kwa jina la Jason. Hao wawili wanaonekana wana mission moja. Mtaalamu akiwa katika ile eneo aliweza kuletewa kitu kidogo sana ambacho ni kama kipodi fulani, akiweke katika sikio kisha asikie. Alipata tu ujumbe kwamba anatakiwa awe ni mtu mtulivu sana na afuate kile ambacho anaambiwa, kwani tofauti na hivyo itakuja kuwa katika hali mbaya zaidi. Sasa ni nini ambacho Mwamba ameambiwa? Mwamba ameambiwa kitu kimoja tu, anatakiwa akishe anafanikisha kupitisha mzigo mmoja ambao unaonekana una kitu cha muhimu sana kwa mabwana, na endapo atafeli kuna hatari ambayo itamkuta mke wake. Hivyo alikuwa anajaribu kuwasiliana tu na mtu huyo ambaye hamjui ni mtu aina gani, na alipotaka kujaribu kupiga ile 119 alikuta tu anaambiwa kwamba hicho ambacho unajaribu kufanya kinazidi kutengeneza hatari, cha msingi ungetulia na kufuata ni kipi sisi tunakitaka, maana utakuja kuleta kizaza hapo mbele. Basi mkali alikuwa ana namna moja kwa moja. Tunarusha upande wa pili huku, tunakutana na askari wa polisi amfahamika kwa jina la Elena. Yeye amefika katika lile eneo ambalo lilitokea tukio mwanzoni mwa picha yetu pale ambapo alikuwa pamechoma. Kuna vitu fulani anahitaji kujifanyia uchunguzi kwa sababu anatoka katika kitengo mmoja hivi maalum sana kwa ajili ya upelelezi, yani FBI. Anasema pamoja na kwamba kila kitu kimepotea, lakini kuna masalia ya vitu ambavyo vitakuja kutupa mwanga juu ya kile ambacho kimetokea. Basi moja kwa moja tunarejea katika eneo la airport. Wafanyakazi wamechangamka sana na wako wanafanya kazi zao kwa umakini zaidi, ikiwa tu ni baada ya kupata semina fupi juu ya mafunzo. Lakini upande wa pili kwa mkali Ehsan yuko katika wakati mgumu sana kwa sababu tayari yuko chini ya control ya watu ambao yeye hafahamu, ila walichomwambia akishe tu anafanikisha kupitisha huo mzigo ambao wao wanadai mzigo wao muhimu sana, na utakiwa ukaguliwe ndani kuna nini, kwa sababu endapo utakaguliwa kitaonekana ni kizaza. Basi Mwamba Tala bin Tibu pasipo mashaka yote
Ajitahidi tu kupambana kuhakikisha anakamilisha hilo swala, lakini kwa mbele pale alimwona bwana mkubwa mmoja hivi amevalia kepu moja ya kibabe zaidi, na hapa alikuja yule askari ambaye alikuwa anapa mafunzo. Alikuwa akiambaambaa tu kwenye mambo mawili matatu, na mkali kwa kuwa alionekana ni mtu ambaye ameanza kwenda tofauti, ambao alihitaji kumuonesha kitu kimoja cha ajabu sana. Sasa akiwa anawahi moja kwa moja, mkuu wake aliweza kufa katika mazingira ya kutatanisha sana. Alafu ule mkali ambaye anafahamika kwa jina la Jason aliweza kuonekana live kwenye lile tukio. Nakwambia bwana mdogo anatakiwa ufuate kile ambacho anaambiwa, kwani endapo ataendelea kuwa na ubishi itakuja kuwa ni hatari kubwa zaidi. Sasa anawaambia hilo ni kama onyo. Kinachofuata kitakuwa ni mke wako tu endapo utaenda tofauti na kile ambacho tumekwambia. Ehsan, fuata ulichoambiwa. Hakikisha unafanikisha huo mzigo upite pasipo kukaguliwa. Basi Mwamba alihitaji kufanya kile ambacho anaambiwa, na alihitaji kuwapiga changa wenzake ili aweze kufanikisha juu ya kile ambacho anaambiwa. Isitoshe kwamba mke wake ana ujauzito, kwa hiyo akicheza atapoteza mke na mtoto. Sasa alichofanya, aliingia katika eneo moja ambalo lilikuwa ni kama eneo la jikoni. Alichukua vitu fulani ambavyo vikiwekewa mchanganyiko vinaweza vikaleta kitu ambacho kinaweza kawa ni kilevi au kitu ambacho kitampa mtu uchovu, kupunguza umakini kwenye kile ambacho anafanya. Basi alifanya hivyo ili aweze kununua, yani kubuy time, kuweza kuchukua nafasi ya kufanikisha kuwazuga wenzake na ule mzigo ili uweze upite kiurahisi zaidi, kwa sababu tayari watu hawa watakuwa katika hali moja ambayo itakuwa ni tofauti zaidi. Hapa anakuingilia mkali mmoja amekuvalia kepu nyekundu, na ndo anaonekana anapitisha hilo begi, na huyu Mwamba anapita bila mashaka yoyote, kwa sababu tayari mtaalamu anafanya kile ambacho ameambiwa na bwana kwa ajili ya kuhakikisha tu anatetea maisha ya mke wake. Lakini upande wa pili kwa askari kule, anaona naye kuna kitu hakiko sawa kabisa. Basi bwana huyu baada ya kufanikisha kupita na ule mzigo, haikuchukua muda sana kwa kile ambacho amekifanya. Ripoti zake ziweza kufika katika kitengo fulani maalum sana hivi cha maskari. Lakini kwa mkali ambaye anafahamika kwa jina la Teo, mimi namuita Sniper, aliona mambo yameanza kwenda sawa zaidi. Hasa mkali kwa kile alichokuwa anafanya, alikuwa anatapika tu katika eneo la toilet huko. Mzee mzima ambaye anafahamika kwa jina la Jason aliweza kumfuata na kumwambia kitu kidogo tu. Anasema kwa kazi ya kwanza umefanikisha kuifanya kadri tunavyotaka, lakini ni vema ukafuata kile ambacho tumekuambia, kwani kuna wakati utaleta shida zaidi. Lakini upande wa pili kwa wale FBI, kuna kitu ambacho amekinoti kiko sawa katika eneo la airport. Basi mkali moja kwa zote aliweza kumfuata bibi, na kwa sababu anaamini kunaweza kutokea kitu kibaya, alikuwa anahitaji kumpa ishara fulani bibi, kumwambia juu ya kitu ambacho kinaweza kutokea kwani hatari zaidi. Lakini mke wake alikuwa ni kama tu hajaelewa nini ambacho Mwamba anahitaji kumwambia, na alikuwa ni kama anampuuzia kwa kile ambacho anakisema mtaalamu. Hili muumiza sana mtaalamu, kwa sababu alikuwa ana namna ya kuweza kufanya kitu chochote tofauti na kile ambacho aliamini angeweza kuelezewa na bibi. Lakini kikosi maalum cha FBI kinaingia katika lile eneo, kwa sababu tayari kuna taarifa ni kama zimevuja. Hii inamshanganya sana Ehsan kwamba ni nani ambaye ameripoti juu ya hiki kitu. Basi moja kwa zote ikiwa ni kama dawa kama kawaizo ndani ya nyumba tena, watu waliweza kustopishwa na kuna vitu vinahitaji kukaguliwa katika ile eneo, kwa sababu kuna mambo yanaonekana hayajakaa sawa zaidi. Mzee Udia kwa pasemi na kidogo na mambo yaliweza kuendelea, lakini ule mkali aliweza kukamatwa, na hii ilimkela sana Mwamba ambaye anafahamika kwa jina la Jason, na kumwambia Teo ambaye ndo Sniper kwamba kijana amejaribu kwenda tofauti na kile ambacho alikikubali kwa mara ya kwanza. Basi ilimkela sana Teo, na Teo alikuwa anahitaji kummaliza mke huyu hapa Mwamba huyu. Sasa Teo kama unavyojua ni hatari, bonge moja la Sniper aliweza kutoa mashino kwa ajili ya kuhitaji kumshuti mke wa mkali, lakini mkali alikuwa amesoma hiyo. Alijaribu kumfuata mke wake na kujaribu kumweleza juu ya hatari ambayo iko kwa upande wake, lakini pia katika paji la mama hapo kinaonekana kinembo fulani chekundu, yani kwamba yuko kwenye target. Sikia maneno ya Teo akiwa anamwambia kijana Ehsan. Anaambia usijaribu kupoteza muda wako kumwambia wewe juu ya chochote ambacho kinaendelea, kwani na uwezo wa kupasua ubongo wake. Kwa hiyo cha msingi hakikisha tu unafanya yale nayo kuambia mimi. Mkali Teo alimwambia Ehsan kwamba anatakiwa akae kimya, asiongee kitu chochote, arudi kule ambako anatakiwa imalize kazi, kwa sababu endapo ataongea kitu chochote kitaleta shida hapa. Kwa hiyo mkali alikuwa anaulizwa na mke wake ni nini ambacho kinaendelea
Moja kwa zote mkali alishindwa kujibu chochote ambacho kinaendelea kwa sababu alijua mama la mama yuko katika hatari kubwa zaidi. Hivyo ilimfanya mtaalamu asikilize maelezo na kuanza kurudi nyuma Tala bin Tibu ili kuhakikisha anaweka maisha ya mama la mama katika hali ya usafi zaidi kwa sababu tayari amembebea kiumbe katika tumbo lake. Sasa mtaalamu alichokifanya ni hapa. Aliondoka Tala bin Tibu akimwacha bibie katika bumbwazi moja kubwa sana. Bibie alikuwa hajui kama yuko target. Sasa baada ya kuingia katika eneo la toilet alikutana na kipigo kikali sana kutoka kwa Jason. Alimwambia, kwa nini umeenda tofauti na kile ambacho tumefanya? Na nani amekwambia uwalete mapolisi? Lakini baadaye mtaalamu alifanikisha kumdhibiti mwamba ambaye anafahamika kwa jina la Jason. Jason alimwambia kitu kimoja tu, ndani ya lile begi ambalo mmekamata kuna bomu na mimi nitaruhusu ile bomu lilipuke. Ina maana kila mtu ambaye yuko katika ile eneo la airport ataweza kuangamia. Kwa hiyo cha msingi, kama unaweza nenda ukawahi mchezo, lakini pia usikilize nini ambacho nakuelekeza. Upande wa pili wa askari anahangaika sana kuhitaji kufungua ile briefcase ambayo inasemekana ndani kuna bomu, na mkali anajaribu kumwambia mkuu wake lakini mambo yanagoma. Kwa hiyo alichofanya ni kuingia tu katika hicho chumba kwa nguvu na kumnyoshea bastola mkuu wake kwamba asijaribu kufungua begi hilo kwani inaweza ikawa ni hatari kubwa sana. Huyu mzee alishangaa sana kwa kile ambacho anafanya kijana wake, kuweza kujua kuna nini, lakini ndani mwa miongoni mwa askari wale FBI kuna watu ambao wanashirikiana na majasusi wale majangili. Huyu hapa bwana alikuwa anahitaji kumaliza bibie kwa sababu alishaona bibie anahitaji kufuatilia zile habari za lile bomu, lakini mambo yalijaribu kwenda tofauti kwani kilikuwa ni kizaazaa na bibie alifanikiwa kumdhibiti. Sasa kwa upande wa pili kwa mkali ambaye anafahamika kwa jina la Ehsan, huku mama akiwa ametoka katika kile kizaazaa na ameshapata ukweli juu ya kile ambacho kinaendelea. Ehsan yuko anachofanya ni kuhakikisha anausukuma ule mzigo ufike katika mahali ambapo anahitaji yeye. Nakumbuka anapewa order na Zichinias, wanamuita mastermind, yani Jason ndo anapeleka mchezo wote hapa. Yeye ni kwamba ametulia tu, mzee mmoja ambaye anatumia akili sana, lakini Ehsan aligundua kwamba kuna hatari inaweza kumfuata endapo atafanikisha ili zoezi la bwana. Hivyo alikabiliana na huyo miongoni mwa wale watu watatu ambao kwenye mission kuhakikisha anazuia lile swala lisije likatokea. Basi baada ya mapambano na muda mrefu aliweza kumaliza miongoni mwa wale watatu, lakini mkali ambaye anafahamika kwa jina la Jason alimwambia Teo, nafikiri mambo hayajakaa sawa zaidi kwa upande wetu kwa sababu naona miongoni mwetu kuna mtu anashindwa kutoa signal. Na aliweza kufika hapa kalikuta lile begi ambalo ndo limebeba kile kitu ni cha hatari zaidi, na mkali Ehsan ni kwamba ameishatelekeza ile podi ambaye ilikuwa inampa maelezo. Alichofanya alibadilisha mission, ni kitendo tu cha kuchukua lile begi na kuondoka nalo kuelekea sehemu nyingine kwa sababu aishaona mchezo hapa umeungua. Lakini maaskari nao walikuwa wameshafika na taarifa zilikuwa zimefika katika kitengo kimoja maalum sana cha FBI, na hivyo walikuwa njiani kuelekea katika eneo la airport. Lakini waambia mkali alichange ladani kutoka kwenye airport moja akaenda kwenye airport nyingine hili kuwazuga na kubadilisha kwa kisha anamaliza ile hatima yake. Lakini upande wa pili kwa bibi ambaye anafahamika kwa jina la Nola, mke wa Ehsan, alikuwa kwenye hatari zaidi kwa sababu Teo alikuwa anamwinda na alikuwa anahitaji kumaliza tu, kwani hicho ndo kitu ambacho kilikuwa kimesalia. Unaambia katika purukushani ule bwana ambaye ndo alikuwa amechukuliwa nafasi yake na Ehsan pale katika eneo la masuala mazima ya kuhamisha vitu, alikuwa ameshaanza kupata namna ya kuweza kujikomboa katika ile hali. Na upande wa pili huko bibi alikuwa ameshamshikia bastola mkali Ehsan kimzuia, lakini Ehsan aliweza kupambana ili kuhakikisha anawahi kwenda kumwokoa kipenzi, yani mama la mama. Huko Teo alikuwa amefurahi sana kwa sababu alijua anakwenda kumaliza mchezo, lakini kila akicheza ni ora. Haikuchukua muda maskari waliweza kufika katika lile eneo na Ehsan aliweza kufanikiwa kumpata mpenzi wake na kukinga kifua, lakini kuna mtu alimpiga risasi huyo bwana kabla hata askari kufika. Alikuwa ni kijana mmoja ambaye ndo alikuwa anatakiwa afanye ile kazi ambayo anaifanya Ehsan, kwa sababu alikuwa ametekwa. Ehsan ndo maana alipata nafasi ya kufanya kazi katika ile kampuni katika kitengo cha ukaguzi wa mizigo. Ina maana huyu ndo alikuwa anatakiwa awe katika kile kitengo cha ukaguzi wa mizigo. Lakini upande wa pili unaambia mzee mzima baada ya kutoka katika lile eneo na kwenda kwenye station nyingine hiyo, kuna bibi alifika na aliweza kubadilisha mabegi. Na maana watu
wako katika muunganiko mkubwa zaidi. Tutakwenda kujua yote, lakini unaambia kuchukua muda mama ambaye anafahamika kwa jina la Elena na kikosi kizima cha FBI walifika pia katika lile eneo la airport. Lakini kwamba alikuwa amechelewa kwa sababu mkali tayari alikuwa ameshafanikiwa kuingia katika ndege, na hivyo alikuwa analiweka begi lake sawa tu, na misheni yake kubwa ni kuhakikisha analipua hii ndege. Lakini mkali Ehsan pamoja na mke wake waliweza kujua ni ndege aina gani ambayo inatoka kwa wakati huu, na waliamini kwamba ndani ya ile ndege ndio kuna lile bomu la hatari zaidi. Basi Ehsan moja kwa zote alihitaji kukimbia kwenda kupambana na ule mkali na kuweza kuokoa juu ya hatari ambayo ingeweza kutokea. Lakini waambia kitu ambacho kilikuwa ni cha hatari zaidi kwenye ile ndege, kulikuwa na kiongozi mkubwa sana wa nchi ya Marekani. Hivyo ilikuwa ni hatari sana kwa sababu mtu huyu endapo angeweza kupotea katika kile kitu ambacho kinasadikika ni uhalifu au ujangili, ingekuwa ni uzembe mkubwa. Hivyo iliwapa tension kubwa sana wa maaskari kuhakikisha wanatafuta namna ya kwenda kuzuia. Lakini moja kwa zote walikuwa wamechelewa. Mtu ambaye anaonekana alikuwa amefika kwa wakati zaidi ni Ehsan. Aliweza kudandia ile ndege na kuingia kwa chini kule ya tairi, na moja kwa moja alikuwa analitafuta lile begi katika eneo la mizigo. Basi unaambia pasipo na mashaka yote mkali alifanikiwa kuliona lile begi. Sasa umwamba kipindi ndege inaanza tu kupaa kwenda juu, alikuwa anafurahi akiamini mission yake imeisha, pasipo kujua tayari kuna kidudu mtu ameshaingilia au mchezo ambaye ni mkali Ehsan. Ehsan alipofika alihitaji kulitegua bomu hili, lakini aliona inaweza kumchukua muda sana. Moja kwa moja notification ilifika kwa mwamba kwamba kuna kitu hakijakaa sawa zaidi kwenye lile bomu. Hivyo alihitaji kuruhusu, lakini aliona kama mambo hayako katika hali ya usawa zaidi. Moja kwa zote akaamini kuna shida imetokea katika eneo ambalo ameliweka lile bomu. Mkali ambaye anafahamika kwa jina la Ehsan aliweza kufanikiwa kutoa kitu ambacho kilikuwa ndo kinalani na kuipa nguvu hiyo bomu. Basi waambia mkali Tala bin Tibu alihitaji kushuka huko chini na kuangalia nini ambacho kinatokea huko chini lililoko lile begi, na moja kwa zote aliweza kumkuta mkali Ehsan akiwa na lile begi. Mwambie tu kitu kimoja, kama unahitaji maisha yako ungejaribu kuachana na hicho ambacho unahitaji kukifanya. Ni juu kabisa ya anga na mambo ndo yanaendelea hivyo. Asomwambia Ehsan alikuwa ni mtu ambaye tayari ameshabananishwa na mkali, na mkali alikuwa ameamini ameshinda kwenye kile ambacho anakifanya. Anamwambia tu kitu kimoja, mimi niko na begi maalum la kuweza kunitoa katika hii ndege, kwa hiyo mtakufa mtalipuka. Lakini mkali ile kuangalia akakuta chafu. Mkali alikuwa ameshaitoa zamani. Aliweza kumkanyaga na kumuingiza katika chumba na kumfungia pamoja na ile gesi ambayo ilikuwa na muunganiko wa lile bomu. Moja kwa moja mkali aliweza kufa kwa kukosa hewa. Hapa ina maana ni kwamba mission complete kwa Ehsan, lakini mission incomplete kwa mwamba ambaye anafahamika kwa jina la Jason. Basi moja kwa moja ndege ilipotua, mkali ambaye anafahamika kwa jina la Ehsan aliweza kukamatwa na maskari, lakini bibi ambaye anafahamika kwa jina la Elena aliweza kusema mtu huyu ana hatia, anahitaji kuendelea na maisha yake, kwani amefanya kitu kimoja kikubwa sana kuweza kulikomboa taifa na kuweza kukomboa vitu ambavyo vilikuwa ni vya muhimu sana. Mama aliweza kufika, alafu mambo yakawa bam kama unavyojua kizazi tena. Fly ilikuwa imesharejea katika wili yao. Bwana kumbuka hii ilikuwa inapigwa live kutoka ZC Production na Falo DJ kama dawa kama kawaizo ndani ya nyumba. Unachotakiwa kufanya wewe ni achie comment hapo katika hiyo hapo kazi ambayo tumeenda kuichambua kinaga ubaga full kabisa. Wanasema ni call on as a chosen one. Maisha aliendelea baadaye, na ule mkali aliweza kurejea katika nafasi yake, lakini pia mkali ambaye anafahamika kwa jina la Ehsan alifanikiwa kupata mtoto na mke wake Nola. Hivyo maisha yalikuwa yanasonga